Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Unaitwa nani shekhi wangu? Bi Khadija. Bi Khadija, unazungumziaje kusanyiko hili ambalo limefanyika siku ya leo la sherehe ya sikukuu ya Eid al-Fitr? Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunamshukuru mkuu wa mkoa, tunashukuru serikali kwa ujumla. Ndio. Tumefurahi, pamependeza sana. Mashaallah. Abaya umepata? Shemeji abaya amesababisha? Hapana. Bado? Bado. Kwa nini? Bado. Kwa udhamini wa serikali. Kwa udhamini wa serikali? Yes. Basi tuma salamu kwa zaidi ya vitu kwa wakazi wote wa Singida na Waislamu wenzio. Na wasalimu wote Waislamu na watakieni Eid Mubarak wote. Unaitwa nani shekhi? Mimi naitwa Edo Classic photographer. Okay. Edo Classic, naona umehudhuria katika kusanyiko hili la Eid al-Fitr ambalo limefanyika hapa. Limehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kidini, lakini mbali na hivyo pia wamehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kiserikali, ikiwemo pamoja na mkuu wetu wa mkoa mama yetu Halima Dendego na mkuu wetu wa wilaya ndugu Godin Gondwe. Unaonaje namna kusanyiko hili lilivyoandaliwa na namna lilivyofanyika kwa ujumla? Cha kwanza kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mahali hapa kinachoendelea ni ibada. Alafu kama pale shehe wetu alivyoweza kwenda kusema kwamba yani kipindi mwezi mtukufu wa Ramadhani ulivyoanza, watu walikopoenda kutafuta maskini na watu ambao hawana uwezo kwa sababu ya kwenda kuwasaidia, akaongea kitu kizuri sana kwamba ile kitu iendelevu na vitu vizidi kufanyaje, wazidi kwenda kutoa, lakini sio kwamba kitu yani ile misaada ndio ishie pale, sijui unanielewa. Kwa ile misaada iwe endelevu ni kitu ambacho nimekipenda ambacho amekiongea shehe wa mkoa pale. Lakini pia vinavyoendelea hapa nimevipenda kwa sababu wanazidi kupambana kwenda kuongeza madhehebu ya Kiislamu, sijui unanielewa. Kwa hiyo naona ni kitu kizuri na kitu cha baraka ambacho kinafanyika mahali hapa. Shemeji amepata abaya? Shemeji? Shemeji anajua. Abaya anayo? Abaya analo. Kweli? Kweli. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Niko na watu wangu hapa, mawakati wangu wako hapa ambao nao wamefika kwenye kuswali katika swala hii ya Eid al-Fitr katika siku hii hapa leo mkoani Singida. Dada, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hali? Unaitwa nani? Naitwa Amina. Amina, unazungumziaje kusanyiko hili la siku hii ya leo katika swala hii ya Eid al-Fitr? Nafsi yangu vile imenifurahisha, niko vizuri. Watu wamejitokeza wengi kuja kushirikiana na mheshimiwa wetu mkuu wa mkoa. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Asalamu alaykum sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Naona umefika katika swala hii ya Eid al-Fitr katika viwanja hivi vya Bombadi hapa mkoani Singida. Unazungumziaje kusanyiko hili na namna lilivyofanyika? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama mkoa wa Singida, lakini pia tukio hili ni kubwa sana kwetu. Tunashukuru shehe wetu wa mkoa kutukutanisha pamoja waumini wote wa Kiislamu, kutuweka hapa tukafanya hili jambo kubwa. Tumeshazoea watu wengi wao wanaswali mbalimbali. Huu ni moja ya udugu. Tunasema Waislamu wa mkoa wa Singida tumefanya jambo jema na tutaendelea kuyaishi yale mema tuloishi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Shemeji abaya amepata? Tunashukuru Mwenyezi Mungu amejalia kwa kile nilichojaliwa na yeye amepata. Amina. Lakini pia hapa niko na shehe wangu, njoo bwana shehe wangu. Niko na shehe wangu bwana, huyu ndugu yangu kabisa bwana. Shehe Ali, kwanza assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubaraka. Eid Mubaraka na kwako pia shehe wangu. Kwanza huyu anaitwa bwana Dr. Nyumbwe. Dr. Nyumbwe bwana, na wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamehudhuria katika kusanyiko hili la swala hii ya Eid al-Fitr hapa viwanja vya Bombadi, ambalo limehudhuriwa na viongozi wengi wa kidini, lakini pia na viongozi wa kiserikali na wako hapa, kama mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wetu Halima Dendego pamoja na mkuu wetu wa wilaya ndugu Godin Gondwe. Kwa fupi tu unazungumziaje namna kusanyiko hili lilivyoandaliwa na namna lilivyofanyika? Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Waislamu walikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwezi umemalizika salama, na leo jambo zuri ni kwamba Waislamu wote wamekusanyika katika viwanja hivi, na jambo zuri la kupendeza, tulikuwa na shehe wa mkoa, lakini zaidi tulikuwa na mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Halima Omar Dendego, lakini sambamba na hilo tulikuwa na mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Godin Gondwe. Kwa kweli jambo hili limetupa faraja kubwa sana, hasa Waislamu ambao tumekusanyika katika viwanja hivi. Tumuombe Mwenyezi Mungu atukubalie funga zetu na yale yote mema tulikuwa tumeyafanya kwa kipindi cha Ramadhani tuendeleze kuyafanya hivi. Kwa sasa hivi abaya inatendi sana kwenye mitandao yetu ya kijamii. Vipi shemeji yetu abaya amepata? Swala la abaya halipo katika dini, wala tusikuze na wala tusiumize vichwa shehe wangu.
kubwa lilikuwa ni ibada na watu wameifanikisha vizuri, tumefunga. Tumuombe Mwenyezi Mungu azikubali. Maswala ya abaya ni swala la mtu atakayekuwa amejaliwa. Nguo ziko nyingi tu, kwa nini iwe ni abaya peke yake? Kwa sababu ndio ina trend na bei yake hali kidogo, na watu wakivaa wanapendeza. Na wengi wao pia wanaovaa mabaya pia gharama ziko tofauti tu, manake unavaa baya la gharama alafu unapaka ina abaya mwenzake ni dhahabu. Sasa kama huyawezi yote inabidi uache tu shehe wangu. Asante shehe wangu, lakini pia niko na shehati ama ukhti ukipenda unaweza kumuita. Assalamu alaykum. Labda kwa sio kufahamu, pengine ungejitambulisha kwanza, pengine wakufahamu ukhti wangu. Kwa leo inabidi tutumie majina yetu halisi. Mimi naitwa Bi Mariam Juma Rashid. Okay, Bi Mariam, naona leo umefika katika kusanyiko hili la siku hii ya Eid al-Fitr katika viwanja vya Bombardier. Unazungumziaje kwanza maandalizi yaliyofanyika na namna tamasha hili lilivyofanyika kwa ujumla? Kwa kweli tuwapongeze wale waandaa shughuli hii. Shughuli imefaana sana. Nadhani unaona kabisa hakuna tatizo lolote, tumeswali salama. Tunamwomba Mwenyezi Mungu hii siku kaishe vizuri pia. Okay. Vipi shemeji abaya amesababisha? Hakika matatu. Basi hongera. Mchana na la usiku. Hongera sana. Mpaka usiku kuna abaya. Asalamu alaykum shehe. Unaitwa nani? Haitha. Hata na umefika kuswali katika kusanyiko hili la Eid al-Fitr. Kuna salamu zako nataka kumtumia nani na nani salamu zaidi? Kwa marafiki zangu na wazazi wangu. Marafiki zako na wazazi wako. Hongera sana. Asante. Allah akutangulie. Amen. Okay, niko pia na shekha wangu hapa, pengine ungejitambulisha kwanza. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ungejitambulisha kwa sio kufahamu shekha wangu? Kwa majina naitwa Sheikh Yusuf Dachi. Yusuf Dachi. Umefika katika kusanyiko hili la sikukuu hii ya Eid al-Fitr ambapo imefanyika swala ya Eid hapa katika viwanja hivi vya Bombardier. Tukio hili limehudhuriwa na viongozi wengi wa kidini pamoja na viongozi wa kiserikali pia. Unazungumziaje namna kusanyiko hili lilivyoandaliwa na namna lilivyofanyika kwa ujumla? Kipekee kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kufika siku ya Eid tulisubiri kwa hamu. Baada ya mfungo wa Ramadhani tumeweza kujifunza mambo mengi, lakini kama alikuwa anaongezea shekhe wa hotuba ametuelezea kila kitu. Lakini vile vile mbali na mkusanyiko hawa, napenda kuwashukuru viongozi ambao wameweza kuchangia harambee zao kwa ajili ya kujenga misikiti, lakini pia tusisahau kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake kwa ajili ya misikiti yetu. Namshukuru sana. Asante. Abaya ina trend sana kwenye mitandao ya kijamii. Vipi shemeji abaya amepata? Amepata abayas za kutosha. Kapewa abayas lakini kasaulika kwenye salamu. Assalamu alaykum shehe. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani shehe? Majina yangu ni Rashid Juma, mimi mwenyewe naitwa Mujabu wa Singida. Okay, Sheikh Rashid, umefika katika kusanyiko hili la Eid na umeona namna ambavyo limefanyika na kwa namna ambavyo limeandaliwa. Una kipi cha kuzungumza shehe? Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani katika hali ya amani na utulivu. Ndio. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sehemu kama ya darasa. Tunaingia kujifunza namna gani kuweza kuyaenenda miezi mingine yote katika maisha yetu, kwa namna gani kwamba tuweza kuwa watu wema na waungwana katika jamii yetu. Hivyo darasa tulipata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani nitoa wito kwa Waislamu wenzangu na wananchi wote kwa ujumla, tuendelee kuwa waadilifu na wema katika jamii yetu, lakini tuendelee kuishi katika misingi na taratibu za dini yetu ya Kiislamu ambayo inahamasisha zaidi katika swala la amani na upendo. Ndio. Abaya ina trend sana katika mitandao ya kijamii. Vipi shemeji yetu abaya amepata? Sio mbaya kwa mbaya na trending, lakini mimi sio muumini sana wa trending. Ninaangalia juu yale ambayo ni mahitaji yangu. Eid Mubarak. Takaballahu minna wa minkum. Asante sana. Tuko bado katika viwanja hivi vya Bombardier na hapa niko na shehati wangu hapa. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairi. Naona umetoka kuswali swala ya Eid al-Fitr. Hongera sana. Asante. Labda pengine kwa majina wanakuita nani? Kwa majina naitwa Husna Burhani Muhammad. Okay. Sasa Ukti Husna, kusanyiko hili la siku hii ya Eid al-Fitr limefanyika hapa katika viwanja vya Bombardier na limehudhuriwa na watu wengi mashallah. Lakini pia mbali na hivyo pia bali na viongozi mbalimbali wa kidini, pia limehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kiserikali akiwemo mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya. Unaonaje maandalizi yaliyofanyika katika kusanyiko hili na namna ambavyo imefanyika? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli kwa kunifikisha hapa na nimefurahi.
Okay. Una neno gani la kuzungumza kwa Waislamu wenzako ambao pengine wao wameshindwa kufika hapa au aidha kwa kupenda au kwa bahati mbaya? Niwatakie tu Eid Mubarak. Okay. Hata swala za kipindi kingine. Asante. Asante. Asante sana. Basi huyu ni dada yetu Husna ambaye naye pia alikufika katika swala hii ya Eid al-Fitr katika viwanja hivi vya Bombardier. Bado tuko mahali hapa na tutaendelea kukupa update namna ambavyo kadi ambavyo tutazidi kuwa tunazipata. Stay tuned, Singida Plus, asante.